Nichukue nafasi hii kumshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa maelekezo yake katika hotuba ya kuapishwa kwake. Kama mmefuatilia kiasi cha kutosha, Mheshimiwa Rais alielekeza hali ya maisha kwa wana Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla yaweze kurudi kama yalivyokuwa. Ndugu waandishi wa habari, nieleze tu kwa dhati kwamba mkoa wetu wa Dar es Salaam ni miongoni mwa mikoa ambayo pia iliweza kupata hitilafu kidogo kutokana na vikundi vya wahalifu kufanya matukio ambayo tunayakemea kwa sauti kubwa na tunayapinga kwa sauti kubwa sana, kwa sababu yana athari kubwa kwa wana Dar es Salaam. Ndugu waandishi wa habari, kutekeleza maagizo ya Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, natoa tamko au tangazo kwa mkoa wetu wa Dar es Salaam kwamba vituo vyote vya mafuta vilivyokuwa vimefungwa kutokana na matishio kadhaa ya kiusalama sasa vifunguliwe na vianze kutoa huduma hizo. Na vyombo vya moto ama vyombo vya usafiri vyote navyo vihakikishe vinapata huduma katika vituo hivyo. Sambamba na hilo, tunaendelea kuonya mfumo wa uuzwaji wa mafuta katika vidumu, huku tukiamini kwamba mfumo huo ni mfumo ambao kwa asilimia kubwa hauna nia njema kwa taifa na kwa mkoa wetu kwa ujumla wake. Muuzaji wa mafuta wa aina yoyote ambaye itabainika kwamba anaendelea kuuza mafuta katika mfumo wa kwenye vidumu atachukuliwa hatua kali kwa mujibu wa sheria za nchi yetu na kwa mujibu wa sheria za EWURA. Sambamba na hili, tunamwelekeza EWURA kanda ya Mashariki kuita kikao mara moja na wamiliki wa vituo vya mafuta vyote katika mkoa wetu ili tuweze kupeana semina maalum kuhusu mfumo sahihi tena wa kuendelea kuuza mafuta usioleta athari katika mkoa wetu. Sambamba na hili, ndugu waandishi wa habari, katika mkoa wetu wa Dar es Salaam tuna mabasi yaendayo kwa kasi. Tuna DART na tuna UDART. Vituo vingi vya mwendo kasi vimeharibiwa, na kwa mantiki hiyo tunaendelea kusitisha usafiri huu kwa njia ya Morogoro Road, yani BRT1, na tunaendelea pia kusitisha usafiri huu kwa njia ya Mbagala, yani BRT2. Kwa hiyo wale wote ambao walikuwa wanategemea mfumo huu wa usafiri, na naamini pia usafiri huu umekuwa ukiwasaidia watu wengi, tunausitisha mara moja. Jambo la kwanza, ili kufanya tathmini ya kina kuhusu uharibifu uliotokea. Jambo la pili, tunajua kwamba mifumo ya utukataji tiketi na mageti pia yameharibiwa, na kwa mantiki hiyo inatupasa tuwe na muda wa namna ya kuweza kurudisha hali hiyo kama ilivyokuwa. Tunawaagiza watu wa LATRA, wadau wa LATRA na watumishi wa LATRA ama mtendaji mkuu wa LATRA kutoa vibali vya muda mfupi kwa mabasi ya kawaida ili yaweze kutoa huduma katika njia hizi ambazo zilikuwa zinategemewa kwenye usafiri huu wa mwendokasi. Na jambo hili lifanyike mara moja ili kuongeza nguvu kidogo ya utoaji wa huduma mabasi kwa njia hii ya BRT1, yani ya Morogoro Road, na kwa hii njia nyingine ambayo nimeitaja hapo awali. Lakini jambo jingine la muhimu, mtakumbuka kwamba usafiri wa kwenda mikoani
kupitia stendi ya Magufuli ama kuanzia stendi ya Magufuli nao ulisitishwa kwa muda, na kwa mantiki hiyo stendi ya Magufuli inaanza kufanya kazi rasmi haraka iwezekanavyo, na ikiwezekana leo saa 10 uongozi wa wilaya ya Ubungo kwa kushirikiana na vikosi vya kiusalama watatoa utaratibu mzuri wa namna ya usafiri huu ama basi haya kuendelea kutoa huduma zake kuanzia kituo cha Magufuli kwenda mikoani. Na hapa niweke wazi kwamba wakati wa ufungaji kulikuwa kuna wafanyabiashara kwenye maduka hayo na ambayo yamelindwa mpaka sasa akiwa yako salama. Tungetamani sana uongozi wa stendi ya Magufuli pamoja na wadau wanaofanya kazi katika stendi hiyo kuwepo saa 10 hiyo ili wapate utaratibu wa namna ya kuendeleza tena kazi zao katika stendi hiyo. Na jambo jingine ni usafiri wa vivuko. Mtakumbuka kwamba pia kivuko nacho kilikuwa kimesimama kwa muda, lakini sasa kwa kuwa tumeruhusu shughuli hizi za usafirishaji kuendelea, pia vivuko kwa maana kivuko cha kutoka cha Pareferi kuvusha watu kwenda Kigamboni na kurudi huku, na chenyewe kitaanza kufanya kazi rasmi na kwa haraka sana. Tumeweka utaratibu maalumu kwa usafiri wa pikipiki na bajaji. Ndugu waandishi wa habari, kwa sasa bajaji pamoja na pikipiki zitaruhusiwa kuendelea kama ambavyo zilikuwa zinafanya kazi zake, lakini tumeweka utaratibu fuatao ambao tunaokamilisha, halafu itakuwa ni agizo rasmi. Jambo la kwanza, kwa pikipiki zote za mkoa wa Dar es Salaam zitahakikiwa upya, na katika uhakiki tutahakiki mambo makubwa matatu. La kwanza, tutamhakiki dereva mwenyewe ili kujua dereva huyu ana leseni, hana leseni, ni mkazi wa kwenye mkoa wetu au sio mkazi wa kwenye mkoa wetu, ni raia wetu wa Tanzania au sio raia wa Tanzania. Jambo la pili, katika bajaji na katika vyombo hivi tutavihakiki vyombo vyenyewe. Chombo hicho ni halali, kimepata usajili halali, kimenunuliwa kihalali, kina namba halali ama hakina namba halali, na nyaraka zake zote ambazo zinakihusu chombo hichi. Na jambo la tatu, tutamhakiki mmiliki mwenyewe. Kumhakiki mmiliki mwenyewe maana yake nini? Imekuwa ni kawaida vyombo vingi hivi vya pikipiki, mwendeshaji anaitwa Abdalla, mmiliki anaitwa Juma, lakini ukimuuliza Juma anasema chombo hicho nilishakiuza muda mrefu. Na kwa mantiki hiyo taratibu za kutransfer kutoka kwa Juma kuja kwa huyu anaitwa labda Abdalla zinakuwa zijakamilika, au zingine zipo kwenye mikataba. Kwa hiyo tutamhakiki na mmiliki ili pia kuweza kujua pikipiki hiyo mmiliki wake ni huyu anayeonekana katika nyaraka au ni tofauti na huyu anayeonekana katika nyaraka. Tutaweka vitambulisho maalum ambavyo vitambulisho hivi vitamsaidia dereva wa pikipiki na dereva wa bajaji kutambuliwa pia kirahisi, lakini zaidi kitakuwa ni kitambulisho sahihi cha kumsaidia kwenda kuweka mafuta kwenye kituo cha mafuta. Kwa lugha nyepesi ni kwamba wamiliki wa vituo vya mafuta wote, baada ya mfumo huu kuwa tayari, hakuna atakayeruhusiwa kumuuzia mafuta dereva wa pikipiki au wa bajaji kama hataonesha kitambulisho maalum tutakachopatia. Lakini jambo la pili la muhimu ni kwamba vyombo hivi vinapaswa kuendelea kuwa mabalozi sahihi kuhusu watu wasiohusika na masuala hayo.
Utaratibu huu tuna uratibu kwa kusaidiana na wakuu wa wilaya, jeshi la polisi, vyombo vya dola, na utakapokuwa tayari basi viongozi wa pikipiki na bajaji katika barabara zote ambazo tumezitaja mtatoa ushirikiano ili kuhakikisha hakuna matumizi ya nguvu kutokana na mustakabali wa amani ya taifa letu. Yote ambayo pia tumeyasema, tunafahamu kwamba uhakiki pia utafanyika kuhakiki vituo ambavyo bodaboda na bajaji kwa sasa wanapaki, kwa kusaidiana na uongozi wa serikali za mitaa katika kila wilaya ya mkoa wa Dar es Salaam. Sambamba na hili, taratibu hizi za uhakiki zitaanza mara moja kuanzia tarehe 5 ambayo ni kesho. Agizo langu ni kwamba viongozi wote wa pikipiki katika wilaya zote kuanzia kesho asubuhi wafike kwenye ofisi za kila mkuu wa wilaya ili kuweza kupewa utaratibu wa uhakiki wa pikipiki kwa madereva wote. Pamoja na hili, ndugu zangu waandishi wa habari, imejitokeza pia tabia ya baadhi ya watu kupandisha bei za bidhaa, ambazo hizi zinatokana na faida ama kutumia changamoto tulionayo kupandisha bidhaa. Niwatangazie tu rasmi kwamba tumeruhusu malori kwa utaratibu maalum yaweze kuingiza chakula, lakini pia tumeruhusu malori ndani ya mkoa wetu yanayopakia bidhaa za kwenda mikoani, hasa mafuta, kuanza kufanya shughuli hizo kwenda mikoani. Wadau wote wa usafirishaji wa mafuta, na wadau wote wanaomiliki vituo vya mafuta, na kazia hapa kwa kuwaelekeza EWURA kuita kikao hicho mara moja ambacho mimi mkuu wa mkoa nitakiongoza. Moja ni kuhakikishia usalama, lakini mbili, wao kuwa mabalozi wazuri wa usalama, lakini namba tatu, yatajadiliwa mengineyo kuhusu usalama wa biashara hizi kwa ujumla. Na kwa mantiki hiyo, wamiliki wa malori yanayosafirisha mafuta wa ndani ya mkoa wa Dar es Salaam, wamiliki wa vituo vya mafuta ndani ya mkoa wa Dar es Salaam, pamoja na wadau wa mafuta kwa ujumla wake ndani ya mkoa wa Dar es Salaam, nazungumzia mafuta petrol, diesel, pamoja na mafuta mengineyo yanayowekwa katika vyombo vya usafiri, wote hawa tutakutana katika kikao cha pamoja, ambacho EWURA watatoa utaratibu wa namna ya kikao hiki na wapi kikao hiki kitafanyika. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndani ya mkoa wetu wa Dar es Salaam inaendelea kufanya tathmini za haraka zilizotokana na rabsha hizi ambazo nimekushazitaja, ikiwa ni pamoja na uharibifu wa mali za umma, mali za watu binafsi, pamoja na mengineyo. Athari hizi zitakapokuwa tayari zimekwisha fanyiwa uchambuzi wa kutosha, waandishi wa habari tutaitana tena ili tuweze kupeana kile kilichojiri na njia zaidi za kuendelea kulinda mji wetu. Nihitimishe tena kwa kusema Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu amekwisha tuelekeza tuhakikishe miji yetu inarudi kama ilivyokuwa awali. Katibu Mkuu kiongozi wetu amekuwa pia akitoa tangazo la mara kwa mara kuhusu kazi
za kiutumishi na kazi za kiserikali. Kwa wale watumishi wote wa umma, tuendelee na kazi kwa haraka za kuhudumia wenzetu au za kuhudumia Watanzania, mahospitalini, mashuleni na mahali pengine kote. Na kama kutakuwa kuna changamoto ya aina yoyote, basi tuwasiliane kwa haraka ili lisiwepo kundi hata moja ambalo linaweza kuendelea kupata athari kutokana na jambo hili lililotokea. Niwaombe wana Dar es Salaam wote, na kama ambavyo nimekuwa nikitangaza na kuhubiri mara kwa mara kwamba ukiruhusu Dar es Salaam pachafuke na Dar es Salaam pakafungwa, nina imani kila mmoja amekuwa balozi sahihi wa kujua yale tuliyoyasema kwa muda mrefu. Amani ya taifa letu na hasa mkoa wetu iko mikononi mwetu. Tukiamua Dar es Salaam kuwa na amani tunaweza, na tukiamua Dar es Salaam kutokuwa na amani pia tunaweza. Tuendelee kuwafichua wale wote tuliowahifadhi ama wote ambao wamefanya matukio haya, ili mkono wa dola uweze kushughulika nao. Baada ya kusema haya, niwatakieni kila laheri na asanteni sana kwa kunisikiliza. Jambo jingine la muhimu ni kwamba bodaboda na bajaji, kutokana na hali za kiusalama zilizopo sasa, ni marufuku kabisa kupita kwenye barabara ya mwendokasi kwa sasa. Mtu yoyote atakapopatikana anapita kwenye barabara ya mwendokasi kwa sasa, atakuwa ni mhalifu sawasawa na yule ambaye amefanya fujo za kusababisha hapa tulipofikia sasa. Bajaji na bodaboda wa aina yoyote hata ruhusiwa kutoka sasa kupita kwenye barabara ya mwendokasi ya aina yoyote, na kwa kufanya hivyo ama kwa kukaidi, atakuwa kosa lake ni sawa sawa na mtu ambaye ametufikisha hapa leo. Sambamba na hili, kwa ndugu yangu Rajab ambaye ameuliza kuhusiana swali hili la mabasi ya mwendokasi, tumesema mabasi ya mwendokasi na mwendokasi wenyewe kwa sasa umesitishwa. Kwa lugha nyepesi ni kwamba hakutakuwa na chombo chochote kitakachopita kwenye barabara hizo, kwa sababu barabara hizo zitakuwa ziko chini ya tathmini ya namna jambo lilivyo kwa sasa. Lakini baada ya hapo, tutakapokuwa tumekubaliana, kutakuwa tayari kuna ukarabati wa vituo vya mwendokasi. Kwa hiyo nikizungumzia kuhusu kushirikiana wadau wa private, haimaanishi mabasi yao kuingia kwenye barabara za mwendokasi. Tunamaanisha LATRA kuongeza vibali vya mabasi ya kawaida kupita kwenye njia za kawaida, ili kwa wale wachache waliokuwa wanatumia barabara za mwendokasi na mabasi ya mwendokasi wa access mabasi ya kawaida kwa ruti ya kawaida. Na ulinzi wa kwenye vituo vyetu sisi vya mafuta, tunaendelea kusaidiana kuweza kulinda, na ulinzi huo haufanywi na jeshi la polisi peke yake, haufanywi na jeshi la wananchi peke yake, unafanywa pia na wamiliki wenyewe pia wa vituo na wananchi kwa ujumla. Tunafanya haya kwa sababu ya kitu kisicho cha kawaida. Tukiwa kawaida tunaweza tukakesha mpaka asubuhi na mpaka asubuhi yake, lakini kwa leo mtu umetoka ndani umekaa karibu siku 4, hata saa 12 yenyewe ilikuwa uweze kung'aa huko nje peke yako. Kwa hiyo pamoja na mambo yote kurudi katika hali ya kawaida, bado tahadhari inastahili. Bado tahadhari inastahili. Na hata kukaa ndani ambako kulitangazwa kulikuwa sana kuna agenda njema sana, kwa sababu mwisho wa siku inapokuwa giza, unaweza ukashindwa kumtofautisha adui na mtu mwema, ukajikuta madhara yanampata mtu mwema na madhara yanamkosa mtu asiye mwema. Kwa ni kwa nia njema kabisa, na ndio maana tumefika hapa tulipo. Kwa hiyo kuhusiana na swali lako ndugu yangu Humphrey, kila mmoja aendelee kutumia akili kupima viwango vyetu kama ambavyo akili imetumika sasa. Wapo watu ambao mpaka sasa wako ndani, lakini wengine wametoka. Kwa hiyo kila mmoja atafanya kazi hizi kwa kusaidiana na serikali ili kuweza kujua. Na ndio maana hata kwenye machafuko haya hata nyinyi waandishi wa habari ni mashahidi. Wengi wenu mkwepo.
Hamkuwepo wengi wenu. Sio kwamba mtu aliwaambia msije. Hakuna. Wewe mwenyewe ulipima umbali wa tukio ukaona hili mimi sistahili. Kwa ile mambo ya nina uhuru wa habari, hakuna mtu alikuzuia. Na sisi tuliruhusu kwamba kama una habari unakwenda. Lakini kama unaona kwamba tukio hilo halihitajiki, ni zile busara sasa za kwamba unafanyaje. Lengo ni nini? Ni kuhakikisha kwamba mhalifu na asije akajificha wewe ulipo, alafu mwisho mkajikuta wote wawili mnaingia katika matatizo. Kwa kila jambo tunalifanya kwa tahadhari, tunapoendelea kuruhisha hali yetu kwa katika hali ya usalama zaidi.